kadiri unavyokuwa mtu wa kuomba, kuna muda inajijengeka, inakuwa tabia, inakuwa sio tu mtu kwamba unaomba, lakini inakuwa tabia yako. Okay? Sasa hii tabia ya kuomba ina kinyume chake ambayo inaitwa tabia ya kutokuomba. Sasa hiyo tabia ya kutokuomba ni tabia hatari sana ambayo Yesu akasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa, kwa sababu kuna kitu kinaitwa tabia ya kutokuomba ambayo inaweza ikamvamia mtu akawa nayo. Na hiyo inatokana na kukata tamaa. Ukishakutana na vikwazo kadha wa kadha. Kabla hatujavizungumza hivyo ni vikwazo gani, nataka nikuoneshe hatari ya ile tabia ya kutokuomba, ili tutakapoendelea kuviangalia vikwazo na sababu mbalimbali zinazosababisha watu wasiombe, uweze kuvivuka, usikubali ukakamatwa na tabia ya kutokuomba. Namba moja, tabia ya kutokuomba ni ngumu kuivunja kuliko tabia ya kuomba. Sawa? Yaani ukiwa ulikuwa muombaji, ukakutana na vitu ukakata tamaa, ukaacha kuomba, kuja kuanza tena kuwa muombaji ni ngumu sana. Ile tabia ya kutokuomba huwa ni ngumu sana kuivunja kuliko tabia ya kuomba. Okay? Na ndio maana kanisa la kwanza kwa mfano lilianza likiwa na watu waombaji katika historia ya kanisa. Tunaona kanisa la mwanzo, wale baba zetu walikuwa ni watu wa maombi, kile kizazi cha mitume na wale waliofuatia mbele yao kidogo. Lakini kizazi kilicho historia ilipofikia katika mfalme Constantine, na mimi pale ndipo watu waliacha kuomba, kwa sababu ghafla Ukristo ukawa sio haramu tena, kwa ikawa hakuna haja sasa ya kupambana sana kiroho au namna gani vipi, kwa sababu mambo yanaenda kimsingi, kwa sababu serikali na kanisa vikaungana. Ilikuwa ni jambo zuri kwa kuenea kwa kanisa, lakini ilikuwa ni challenge, ni changamoto pia kwa kuenea kwa kanisa, kwa sababu linaenda kuenea kanisa la namna gani? Kanisa ambalo halipingwi na serikali. Kutokupingwa na serikali kwa namna moja ama nyingine kulipunguza ile kasi ya wana maombi wa kanisa. Kama ambavyo na unajijua kwamba matatizo yakianza kupungua huwa unaacha kuomba sana, na unaweza ukaacha kabisa ukajikuta umeingia katika hii tabia ya kutokuomba. So hii tabia ya kutokuomba ikalivamia kanisa miaka ya mwanzoni kabisa, na tukakaa na hiyo tabia kwa muda mrefu sana mpaka kuja kupata uhamisho wa miaka 1800 1900 hapa mwisho. Ni miaka mingi sana ambayo inaitwa kipindi cha giza. Hiki ni kipindi cha giza kwa sababu hakikuwa na nini? Hakikuwa na watu waliosimama hasa katika kuomba, wakaona nguvu za Mungu na udhihirisho wakiwa na njaa ya kumtafuta Bwana. Hichi kipindi kinaitwa kipindi cha giza. Hakikuwa na watu kama hao. Kwa nini? Walikata tamaa kuomba, waliacha kuomba kwa sababu moja ama nyingine. Kwa nini tabia hii inadumu hapa kwa zaidi ya miaka 1000? Kwa sababu tabia ya kutokuomba ni ngumu kuivunja. Sio kwamba kanisa lilikuwa halioni tena umuhimu wa kuendelea kuomba, no. Kuivunja tabia ya kutokuomba ni ngumu. Kwa hiyo mimi nakushauri na mimi nakusii na